Habari Tanzania. Leo naomba tuangazie somo lenye kichwa cha habari majukumu na madaraka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa njia nyepesi ya kuweza kujua kwamba Samia Suluhu Hassan anafaa au hafai kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwa kutazama majukumu na madaraka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa majukumu na madaraka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yako mengi, lakini mimi nimeyagawanya katika mafungu makubwa 6. Kwanza, tunasema rais kama mkuu wa nchi. Pili, rais kama mkuu wa serikali. 3, rais kama mkuu wa mahakama. 4, rais kama mkuu wa bunge. 5, rais kama amiri jeshi mkuu. 6, rais kama kitovu cha maendeleo ya nchi. Sasa tutazame kazi ya kwanza ya rais wa Tanzania. Rais kama mkuu wa nchi. Rais kama mkuu wa nchi, yeye ndio kiongozi mwenye cheo na madaraka makubwa kuliko mtu yeyote katika nchi. Yaani kauli ya rais ni alfa na omega. Akisema amesema, akiagiza ameagiza. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kubishana naye. Hayupo. Na katika utekelezaji wa majukumu yake, rais hawajibiki kufuata ushauri wa mtu. Wakati wote katika utekelezaji wa majukumu yake, rais kinachoamua ni the content of his brain. Rais atafanya maamuzi kwa kutegemea kiwango cha akili alichonacho, kiwango chake cha maarifa, hekima na ufahamu. Sasa hebu jiulize, kama mtu ameshindwa kupata D4 katika mtihani wa kidato cha 4, anapata wapi uhalali wa kuwa mkuu wa nchi? Mtu aliyeshindwa kupata D4 akiuza bandari, wewe unashangaa kitu gani? Unashangaa nini? Rais kama mkuu wa nchi, yeye ndio mwana diplomasia namba 1. Anawajibika kushughulika na migogoro yote, iwe ya kisiasa, iwe ya kiuchumi, ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo kama Tanzania ina mgogoro na Kenya, Tanzania ina mgogoro na Rwanda au na nchi yote, rais ndio anahusika na kushughulika na hiyo migogoro. Kama mkuu wa nchi, rais ndio tunasema mwakilishi wetu sisi. Yeye ndio raia namba 1, role model. Yaani rais ndio ambaye anaiwakilisha nchi yetu katika vikao vyote vya kimataifa na vya kitaifa. Kama kuna vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, vikao vya SADC, vikao vya nje ya mipaka ya Afrika, sisi kama nchi tunawakilishwa na rais. Sasa unajiuliza, mtu mwenye kiwango kidogo cha akili anawezaje kuwa mwakilishi wetu sisi? Anapata wapi uhalali wa kuwa mwakilishi wetu? Sasa tutazame kazi ya pili, rais kama mkuu wa mahakama. Sasa kuna mtu anaanza kujiuliza, rais anakuwaje mkuu wa mahakama? Nisikilize. Kwa mujibu wa katiba yetu sisi, rais ndio msimamizi mkuu wa sheria zote za nchi. Yeye ndio msimamizi mkuu wa sheria za nchi. Yeye ndio wa kwanza anayehusika na kuhakikisha haki inatamalaki katika nchi. Sasa ili kutekeleza majukumu yake, rais ndio anamteua jaji mkuu. Anawateua majaji wote wanaowajua wewe majaji wanateuliwa na rais. Anamteua mwanasheria mkuu, anamteua mkurugenzi mkuu wa mashtaka. Kumbuka kazi ya mahakama ni kutafsiri sheria na kusimamia sheria. Kwa hiyo hawa majaji ndio wanaoisaidia mahakama kutafsiri na kusimamia sheria. Hawa majaji pia wanawajibika kumshauri rais katika masuala yote ya kisheria, katika masuala yote ya haki za binadamu. Kazi yao ni kumshauri, sio kumwamlia. Sasa naomba niulize swali. Katika nchi ya demokrasia ya vyama vingi kama Tanzania, mahakama inapata wapi uhalali wa kuzuia chama fulani kisifanye shughuli za kisiasa? Hivi kama siku ikitokea serikali ikazuiliwa isifanye shughuli za kiserikali, itakuwaje? Hivi kama siku ikitokea mahakama yenyewe sasa imezuiliwa isifanye shughuli za kimahakama, itakuwaje? Kwa sababu kumbuka, kazi ya chama cha siasa ni kufanya siasa. Niwaulize tena, hivi tulipoamua kuingia kwenye demokrasia ya vyama vingi mwaka 92, tulifanya hivyo kwa utashi wetu au tuliamriwa na mtu? Na kama tuliamua kwa utashi wetu, kwa nini tumeshindwa kuboresha sheria zetu ili ziendane au ziweze kukidhi matakwa ya demokrasia ya vyama vingi? Tumeshindwa nini? Sasa mimi nihitimishe kwa kusema kwamba kazi ya urais sio kazi ya Ubahmedi kwamba inaweza kufanywa na mtu yote. Na tangu dunia imeanza, tangu dunia imeumbwa,
rais dhaifu, rais mwenye kiwango kidogo cha akili, hajawahi kutengeneza serikali imara. Haijawahi. Nenda kasoma historia ya Marekani. Demokrasia ya Marekani imejengwa na akina Abraham Lincoln. Abraham Lincoln alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu. Asanteni kwa kunisikiliza.